Praise the Lord. Nataka tumalize kwa kuangalia sehemu ya mwisho ile ya kujifunza kuhusiana na kipawa cha Roho Mtakatifu, na nilikuwa nikiendelea kuelezea jinsi ambavyo Mungu anatarajia mtu ambaye ana nguvu au ana Mungu anavyotakiwa kuwa, anavyotakiwa kuonekana, anavyotakiwa kuenenda, au kwa maneno mengine jinsi ya kumdhihirisha Mungu katika maisha yetu haya tunayoishi kila siku. Kwa hiyo nitatoa mfano kidogo wa Bwana Yesu ambavyo alikuwa na matarajio kwa wanafunzi wake. Kuna mahali kwenye Biblia ambapo sitapafunua. Bwana Yesu alikuwa mlimani na kina Petro na Yakobo na Yohana. Huo mlima unaitwa mlima ambapo alikwenda kubadilika sura. Kwa kule mlimani alikutana na Musa, akakutana na Elia. Baada ya kutoka mlimani wakashuka chini tu, wakakuta mabishano pale chini, watu wanabishana. Kwa hiyo watu walikuwa wanabishania nini? Kuna mtu alikuwa amepeleka mwanae ili aombewe na wanafunzi wa Yesu. Alipompeleka yule mwanae ili aombewe, wakamwombea, mwanae hakupona, alikuwa na kifafa. Yule ndugu akamwambia, Bwana Yesu, wanafunzi wako hapa nimewaletea huyu mwanangu ana kifafa, wamwombee. Wameshindwa kumwombea. Bwana Yesu hakuridhika kabisa, hakufurahishwa kabisa na ile powerlessness, ile lack of demonstrations of the Holy Spirit and of the power of God ambayo wanafunzi wake walikuwa nayo. Akamwambia, enyi kizazi kisichoamini, nitachukuliana nanyi mpaka lini? Nitakuwa nanyi mpaka lini? Mleteni kwangu hapa. Akatamka neno pale mara moja tu, Mungu akalithibitisha neno la Bwana Yesu. Kwa sababu sitaki kuelezea kwa nini ile mazingira ilitokea pale, nataka kuelezea tu kwamba hawa jamaa walikuwa Yesu aliwatarajia kwamba wa demonstrate the power of the Holy Spirit, wadhihirishe nguvu za Mungu, wamdhihirishe Roho Mtakatifu, waudhihirishe ufalme wa mbinguni hapa duniani pale. Kwa hiyo nikusomee tena katika kuthibitisha neno hilo. Nimesoma pale ambapo Mtume Paulo anasema hakuenda kwao kwa maneno tu, alikwenda kwao kwa nguvu za Mungu na kwa Roho Mtakatifu. Na hapa pia kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 19, ni sura ya 4 mstari wa 19, inasema hivi: lakini nitakuja kwenu upesi nikijaliwa, nami nitafahamu si neno lao tu waliojivuna, bali nguvu zao, maana ufalme wa Mungu hauwi katika neno, bali katika nguvu. Ili kudhihirisha ufalme wa Mungu hapa duniani, Mungu ametengeneza namna ambapo ufalme wake utadhihirika. Utadhihirika kwa uponyaji, utadhihirika na kwa mambo mengi, lakini jambo la msingi kabisa ambalo hilo litaonyesha kwamba mtu yuko na Mungu, la msingi kabisa, hiyo ndio nguvu kubwa kuliko yote, ni nguvu ya kushinda dhambi. Unashinda dhambi vipi? Nina maana gani? Kushinda dhambi, kushinda majaribu, kushinda kiburi, kushinda majivuno, kushinda kutegemea akili zako mwenyewe, kuishinda hiyo hali, kujiachilia kwa Roho Mtakatifu. Hiyo ndio the most important power ambayo mtu wa Mungu anatarajiwa kuwa nayo. Mtu wa Mungu akionyesha kiburi, akionyesha uchoyo, akionyesha tamaa za kimwili, tamaa za mali, huyo mtu wa Mungu anakuwa ameshindwa kumdhihirisha Mungu. Badala yake anakuwa amedhihirisha mambo ya mwilini hapa duniani, hatakuwa na tofauti na watu wa ulimwengu. Kwa hiyo Mungu anachokitaka kwa watu, na amewapa hiyo capacity, iko inbuilt pale Roho Mtakatifu anapokujilia juu yako, capacity ya kushinda dhambi inakuwa moja kwa moja ndani yako. Yaani unakuwa wewe umeumbwa kushinda dhambi.
yani haujilazimishi kujizuia, wewe unashinda tu. Hauhitaji kumuonyesha mtu kwamba umeshinda dhambi, unaishinda kwa sababu unaichukia, kwa sababu unaijua dhambi na madhara yake. Kwa hiyo hilo ndio lengo hasa la Mungu kwetu sisi, ndicho anachokitaka Mungu kwetu sisi. Anataka tuwe na demonstrations of power and of the Holy Spirit. Na in fact, bila hizo demonstrations za power na za Roho Mtakatifu, kama nilivyokwisha kueleza hapo mwanzoni, ulimwengu huu hauwezi kumwamini Mungu, kwa sababu Mungu sio natural. Yani ulimwengu wote muamini Mungu kwa habari tu ya hofu na mashaka. Unamwamini Mungu, unakuwa na kicho cha Mungu, wakiona kwamba Mungu yupo, yani vile Mungu alivyo ni uzima, ni afya, amani, ushindi, mafanikio, ni utimilifu wa neno lake linalotoka katika kinywa cha chemo, linalotoka katika kinywa cha mtumishi wake. Ni uwezo wa kuyadhibiti mazingira yake. Katika Wakorintho wa kwanza tena sura ya 6 mstari wa 12 anasema vitu vyote ni halali kwangu. Vitu vyote duniani ni halali kwangu, lakini sio vitu vyote vinavyojenga. Anasema chakula ni kwa tumbo na tumbo ni kwa chakula, lakini mimi sitaacha chakula kinitawale. Anasema mwili wako huu sio kwa ajili ya zinaa, mwili wako ni kwa ajili ya Bwana. Hiyo yote haiji tu, sio maneno tu. Mtu anayeweza kushinda ni mwenye nguvu za Mungu. Binafsi mara nyingi nakutana na kushindwa. Kwa nini? Najua tatizo nipo kwenye mwili. Tatizo ninaenenda katika mwili, ninawaza mambo ya mwili, ninawaza kama wenye mwili wanavyowaza. Wale wanafunzi wa Yesu walioshindwa kumponya yule mgonjwa mwenye kifafa walikuwa wanawazingatia mambo ya mwili. Unajua yule walipoletea yule mgonjwa, lile pepo likamshukia pale, akaanza kugaragara, akaanza kutoka mapovu. Kwa hiyo watu walikuwa wana observe pale wakapata mshtuko, wakasema wamemuua. Ndio maana wanafunzi wake nao walishindwa na ile hali, wakaogopa. Umeona? Lakini Yesu mwenyewe alipokuja, unajua hakukuwa na tofauti. Lile pepo likaja likamvamia yule kijana, likamgaragaza vile vile, likamtoa mapovu na nini, lakini kwa neno lile la nguvu na imani aliyokuwa nayo Bwana Yesu, yani ameliamini lile neno, hakubabaika, hakusita katika kuamini, hakuitikia, hakurespond kwenye zile sarakasi za lile pepo. Lilipofanya sarakasi, alikuwa amesimama kwenye lile neno na analiangalia. Tulimaliza sarakasi zake, aliambia ondoka, 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 ondoka. Wale wanafunzi wake waliposikia zile sarakasi wakapata na mshtuko, wakarespondi kwa hofu kwenye zile sarakasi. Ndio maana akasema nyinyi mmeshindwa kulitoa hili pepo kwa sababu ya kutokuamini kwenu. Kwa sababu ya kutokuamini, mlikuwa na hofu, mlikuwa na mashaka, mlikuwa na wasiwasi, mlikuwa mnazingatia mambo ya mwili, mnatazama huyu mgonjwa jinsi anavyogaragara. Mungu anataka sisi to demonstrate power, to demonstrate heaven on earth. Anasema the demonstration of the Holy Spirit and of power. Manake ndio ufalme wa mbinguni unavyofanya kazi. How do you demonstrate the Holy Spirit? Unaenenda kwa jinsi isiyo ya kibinadamu. Hiyo ndio demonstration ya Holy Spirit. Sasa tukiishi maisha ya kawaida kabisa, vitu vya kawaida vikitusumbua, mazingira ya kawaida yakitusumbua, manake tunakuwa ni watu wa kawaida, hatuna tofauti na watu wa kawaida, tunapata matokeo ya kawaida, hatuna tumaini zaidi ya mambo ya mwilini. Mungu ametukirimia Roho Mtakatifu, hiki kipawa cha Roho Mtakatifu. Nimesema mahali fulani kwamba this is heaven on earth. Hii ndio opportunity ya Mungu, yani kwa Mungu this is an opportunity for him, for his kingdom to reign on earth.
ufalme wake unatoka ndani mwetu, uko ndani mwetu. Fursa pekee ya ufalme wa Mungu kudhihirika hapa duniani kupitia sisi ambao tumejazwa Roho Mtakatifu, kwa kupitia maandamano haya, sema the demonstrations, mafuriko tamasha la Roho Mtakatifu na tamasha la nguvu za Mungu. Nakwambia wewe, ukijitoa, ukijiachilia, ukijiachilia kwa Bwana, vipofu wakapona, wakija viwete wakija kwako wakapona, viziwi wakija kwako wakasikia, mabubu wakija kwako wakatembea, waliofungwa wakija kwako wakafunguliwa. Nakwambia ulimwengu mzima utakutazama. Kwa nini? Ndicho ulimwengu mzima wanachokitafuta. Ulimwengu mzima umekosa the demonstrations of power and of the Holy Spirit. Sasa unatafuta demonstration of power somewhere else, na wako watu wana hizo power ambazo ni za uongo, ni za giza, wanazitumia hizo kukamata maisha ya watu. Wewe una nafasi ya kuhakikisha kwamba una demonstrate power, una demonstrate the Holy Spirit kwenye maisha ya hawa watu. Nayo hiyo opportunity sasa. Kwa hiyo Mungu anatutegemea, Mungu anatutazamia. Utakapokwenda ukisema neno, lile neno liwe. Ukienda shuleni ukifundisha, lile neno litokee. Mimi nakwenda mashuleni nafundisha wanafunzi kwamba mtafaulu. Nikienda nikifundisha wafaulu kweli kweli. Mtu akiwa na shida yoyote aone, yaani mahali pa kukimbilia ni kwa Bwana Yesu, kwa sababu kwa Bwana Yesu ziko nguvu, uko uweza, yako mamlaka, uko utiisho wa Mungu. Mungu anaweza. Hiyo ndio kusudi la Roho Mtakatifu. That is the purpose of the Holy Spirit. That is the purpose of God here on earth. Without those demonstrations, tunakuwa tunamlimit sisi wenyewe Roho Mtakatifu. Sisi wenyewe ndio tunakuwa kizuizi. Kwa Roho Mtakatifu anakuwa hadhiriki kwenye maisha yetu, na ufalme wa Mungu unakuwa umepoa. Ukienda mahali ambapo pamepoa, hakuna demonstrations of power and of the Holy Spirit, unaona tu how desperate people are. We need to expose ourselves to God. We need the presence of God all the time so that we can demonstrate Him. We can demonstrate His power. Nimewataja manabii kina Musa, kina Elia, walishusha moto, kina Yoshua walisimamisha jua. Musa aliamuru ardhi ikapasuka, alinyosha mkono wake, bahari ya Shamu ikarelent. Demonstrations of power and the Holy Spirit. Huyu jamaa anaitwa Elia. Elijah alishusha moto. Elijah aliamuru mvua isinyeshe miaka 3 kwa neno lake, na alisema kwa neno langu mvua haitanyesha, na Mungu akalithibitisha neno lake. What is the secret? Tutaendelea sasa katika sehemu zinazofuata kuona hizi siri ambazo hawa watu wa kawaida kabisa walikuwa nazo, zilizosababisha maneno yale waliokuwa yanatamka Mungu ayathibitishe kwa the demonstrations of power and of the Holy Spirit. Mungu akubariki sana.